Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Nina furaha sana kuongea na nyinyi siku ya leo, na mimi ninaitwa Frida James. Kwa jina lingine unaweza kuniita Blessing, lakini na Mungu ameniita katika huduma ya kitume. Kusudi hili Mungu ameliweka ndani yangu la kumtumikia, na ningependa kuongea kidogo kwa habari ya huduma hii ambayo kwa majina yake inaitwa God's Purpose Ministry. Ni huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yangu. Nikisema hivyo nadhani kuna mtu ananielewa. Mungu ameweka huduma hii ndani yangu kwa ajili ya kusudi lake yeye mwenyewe, na kuna kitu ambacho anataka nikifikishe kwa wanadamu. Sio mwongeaji sana, lakini Roho wa Mungu aliyeweka ili kusudi ndani yangu, ninaamini atalifikisha kwako sawa sawa na anavyotaka lifike kwako. Kama tunavyojua, kila mwanadamu aliyeumbwa duniani hayuko kwa bahati mbaya. Kuna sababu iliyomfanya Mungu akakuacha kuwepo duniani mpaka siku ya leo kuweza kunisikiliza. Kama unavyojua, mwaka wa 2020 ambao ndio mwaka ambao Mungu ametaka nisimame haswa na lile kusudi aliloliweka ndani yangu. Lakini mimi tangu nipako mafuta haya ya kitume nina miaka 4 sasa. Mwezi wa 6 ulikuwa ukihitimu miaka 4 tangu nipako mafuta haya ya kitume. Na mwezi wa 6 ndipo nilipoanza sasa kutumika katika hii huduma rasmi. Sio kwamba nilikuwa situmiki, nilikuwa natumika kwenye chini ya kanisa lingine. Lakini mimi kama mimi sasa, kwa huduma Mungu aliyoweka ndani yangu, huduma hii ndio inaanza. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakwambia, kama tunavyojua, kila mwanadamu aliyoko duniani hayuko kwa bahati mbaya. Lakini kusudi la Mungu ndani ya mtu na mtu kutofautiana. Tunaweza kuwa wote ni mitume, wengine wote ni manabii, yani huduma zinafanana. Kwa mfano mimi ni mtume, mwingine ni mtume, lakini ukituangalia kuna vitu ambavyo Mungu ameweka tofauti, kuna vipawa, kuna karama tofauti ndani ya mwingine, kuna jinsi Mungu amemuita huyu mtu kutumika. Na kama tunavyojua hii huduma ya kitume iko katika zile huduma 5. Kuna walimu, kuna uinjilisti, kuna wachungaji, kuna manabii, kuna mitume. Lakini wote nia ni kujenga mwili wa Kristo. Mambo haya yote, it's all about Jesus Christ. Katika hizo huduma 5, mtu akikwambia kwa katika huduma 5 na ana kitu chake kingine anachokiongea tofauti na Kristo, Yesu Kristo, bado hayuko kwenye huduma 5. Ana njia yake nyingine. Lakini kama yuko kwenye hizo huduma 5, ukisoma ile Waefeso 4 ukianzia mstari wa 11 na kuendelea pale, unaweza kuona. Kwa hiyo basi, Mungu ameweka kusudi lake ndani yangu, na kama ukifuatana na mimi katika safari hii yangu ya kutumika, hakika kusudi la Mungu aliloliweka ndani yako wewe mwanadamu litatimia kwa wakati. Najua kuna mahali tulipita tukacheleweshwa, hatukumjua Mungu, hatukujua neno la Mungu. Machangamoto za maisha zilitufanya tukatoka kwenye kusudi. Kuna vitu tulipitia katika maisha, nia ya Mungu ilikuwa ni nzuri, labda wakati mwingine anataka kutufundisha, anataka kutujenga zaidi, anataka tuwe vyombo bora zaidi kutunoa. Wakati mwingine ukajikuta badala ya kunyookea lile kusudi ambalo Mungu amekuita, ukakata kona. Lakini una neema kunisikia, kwa sababu kusudi la Mungu, mpango wa Mungu juu ya maisha yako utatimia. Fuatana na mimi. Nimeshaanza, ukiangalia kwenye Facebook utaangalia Frida Blessing James. Nina group langu la God's Purpose Ministry, lakini tuko kwenye mambo ya WhatsApp pia, lakini pia tuko pale maeneo ya Njiro. Kama unaelekea TANESCO, barabara ya kuelekea Lemara, utatukuta tuko pale tunafanya huduma. Bwana Yesu asifiwe sana.
kama nilivyowaambia, kila mtu kuna kitu Mungu amekiweka ndani yake na hayuko duniani kwa bahati mbaya, lakini vitu hivyo hutofautiana. Tukiangalia hata kwenye Biblia tunaweza kuona watu walikuwa wamebeba kusudi, lakini kusudi hutofautiana. Kwa mfano, ukiangalia Mariam aliyemleta Yesu Kristo duniani, yeye alikuwa amepewa assignment ya kumleta mkombozi duniani. Malaika akamtokea akamwambia, umejaa neema hivi na hivi na hivi na hivi. Akamwambia kwamba utamzaa mtoto, utamuita Yesu. Akasema itawezekana vipi? Akaambiwa Roho wa Mungu atakujilia juu yako. Na tunaona akienda katika ile safari ya kubeba kusudi, na Mariam alijitambua. Alipopewa tu ile habari, alijua aenende vipi, atembee vipi, na lile kusudi likatimia kwa wakati. Hakuenda kutangaza kupita huko kusema mimi nimeshaitwa mbarikiwa, nina mimba ya Mungu. Hapana. Aligundua kuna mwanamke aliyekuwa anaitwa Elizabeth, naye amepewa kusudi kama la kwake. Ana assignment kama kidogo ingefanana na ile ya kwake. Naye alikuwa anamleta huyu Yohana Mbatizaji. Alikuwa amebeba kusudi la kumleta Yohana Mbatizaji duniani. Akaenda kwake, na alipokutana naye tunaambiwa tu roho kwa roho zilianza kufanya kazi. Alipomfikia tu Elizabeth, kitoto kikaruka kwenye tumbo lake na hivi na hivi. Kusoma hiyo habari wale wasoma Biblia wanaelewa. Kwa hiyo akaona mtu ambaye ni wa kuruka naye, wa kwenda naye sasa, ambaye mwenye mabawa kama ya kwake ya kuruka, akaona ni Elizabeth. Na kusudi la Mungu liliweza kutimia kwenye maisha yake. Japo pia alipita changamoto pia, mpaka akajikuta anajifungulia kwenye hori la ng'ombe. Kwa hiyo kubeba kusudi la Mungu sio jambo rahisi. Mwanadamu unayenisikiliza, unaweza kuwa unapita mahali, lakini kama Mungu ameweka kusudi ndani yako, usikate tamaa wala kuzimia moyo. Ni vizuri katambua kusudi la Mungu ni lipi. Mariam alipotambua, akaona kuanza kusumbuka. Alikuwa amechumbiwa kwamba Joseph njoo nioe nini. Aliona hii habari ya kuolewa na Joseph, ngoja kwanza mimi nimebeba kusudi. Akaanza Mungu mwenyewe akamtokea huyu Joseph aliyekuwa amemchumbia. Akapewa habari, akaambiwa kwamba mchumba wako ni hivi na hivi na hivi, na akatii kusudi. Wakaenda na ile kusudi mpaka walipomaliza safari hii ya kumleta Yesu Kristo. Ndipo kaendelea na mambo yao na taratibu zao. Kwa maana hiyo basi, na wewe mtu ambaye umebeba kusudi la Mungu, jitambue. Yesu Kristo, kwa mfano tukienda kwa Yesu Kristo, alikuwa amebeba kusudi kubwa mno, yani yeye la kuleta ukombozi duniani. Lakini yeye alijitambua. Na kwa kuwa Yesu Kristo alijitambua, safari yake pia ilikuwa na zile changamoto tunazoziona, mpaka kuvishwa taji ya mwiba. Fikiria, ni mfalme, ni Mungu. Biblia inakwambia ni Mungu nusu na mwanadamu nusu. Yaani ni Mungu Mungu 100% na mwanadamu 100%. Lakini unaambiwa, angalia, anavishwa taji la mwiba kichwani. Na ndipo ile taji ya utukufu inakuja. Wewe hujapitia hata sehemu ya kufikia hata robo tu. Kwani unakata tamaa? Usikate tamaa, usizimie moyo. Katika kubeba kusudi, na jinsi kusudi lilivyo kubwa ndani yako, unaweza kujikuta unapitia changamoto kubwa pia. Kikubwa usikate tamaa, kikubwa usizimie moyo, kikubwa mwangalie Mungu. Na kusudi la Mungu waga linaambatana na neno la Mungu. Mariam aliyemleta Yesu Kristo alikuwa amepewa neno na malaika Gabriel. Lakini Yesu Kristo pia tunajua kulikuwa na neno kwamba yeye alikuwa amebeba kusudi la kufanyika ukombozi, la kumkomboa mwanadamu, la kuleta wokovu duniani. Na sisi ndio maana tumekombolewa siku ya leo. Naweza nikasimama hapa nikasema nimebeba kusudi la Mungu. Lakini mimi kama mimi Frida si kitu. Lakini kwa yeye Kristo nimeweza kuwa kitu. Haleluya. Tunaikuwa nasema basi Bwana yetu Yesu Kristo, lakini nikakwambia kwamba kusudi hili limeambatana na neno. Kama hauna neno ndani yako, mwana wa Mungu, ambaye neno lenyewe ndio Mungu, adui atakupeleka sana. Usipojua neno, ni ngumu kujitambua wewe nafasi yako katika dunia hii. Lakini ukijua neno, mambo yanakuwa rahisi sana. Unaitambua nafasi yako. Na kama unavyojua neno ni Mungu, Mungu ni neno, Kristo ni neno. Ukilijua sasa, utajua nafasi yako na utaona mambo tofauti, na utaweza kuchukulia mambo kwa mtazamo tofauti. Yesu Kristo akamshinda ibilisi kwa neno. Ibilisi naye ana neno, yule muovu ana neno. Sio kwamba hana. Alibishana naye pale sana Kristo. Lakini Kristo naye kwa sababu alijua neno, akajua akimwambia hivi anamwambia imeandikwa. Naye akamwambia imeandikwa.
Yesu Kristo alisalitiwa, alikanwa, alitemewa mate. Alipopita Yerusalemu alishangiliwa kweli kweli. Alipofika Golgotha wakasema asulubiwe. Hiyo ni safari yake ilikuwa. Na yule mwovu alimfikisha pale Golgotha, akajua kwamba ndio safari imeishia pale, sijue ndio mwanzo umeanza. Nampenda Yesu sana. Pasipo Yesu mimi sina kitu, nimepungukiwa mno, sifai mimi. Ni Yesu amenifanya kuwa mimi nilivyo, ni neema. Unavyoniona mimi kuwa hivi ni neema. Ndio maana mimi humpenda Yesu Kristo sana. Kama umesikia mahubiri yangu mengi utanielewa nasema nini. Kwa maana hiyo basi, yule mwovu, nia ya yule mwovu ni kuhakikisha kusudi la Mungu ndani yako alitimie kwa wakati. Mungu anapoweka kusudi ndani ya mtu, ina maana anataka ule mtu awe vile alivyomkusudia yeye kuwa. Na utaniambia kama ni Mungu ameweka ile kusudi ndani ya huyo mtu, inakuwaje basi licheleweshwe au apite changamoto kubwa sana? Angalia wana wa Israeli. Kusudi la Mungu kwa wana wa Israeli walikuwa wafike Kanaani, kuwapeleka Kanaani. Wana wa Israeli wakamlilia Mungu, akaleta Musa wapeleke Kanaani. Lakini waliposhindwa kumwangalia Mungu, wakasimamia neno ambalo Musa alikuwa anawaambia. Ndio maana kwambia kusudi la Mungu huambatana na neno. Na lazima ujue hilo neno uweze kutembea nalo. Neno hilo ndio nuru, neno hilo ndio dira. Neno hilo ndio litakufikisha kule unapotaka kwenda. Ndio utakanyaga hapo upite uende. Lakini sasa hao wana wa Israeli waliposhindwa kuelewa kile kitu ambacho Musa alikuwa anawaambia, wakashindwa kumsikiliza Musa. Leo wanasikiliza, kesho wamerudi wanawaza Misri. Wanakumbuka vile vitu vya kule Misri. Wana wa Mungu, sitaki kurudi nyuma. Nyuma ni kubaya zaidi. Heri mbele, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Mwangalie Mungu, mwangalie Bwana wa mabwana. Mwangalie mfalme wa wafalme. Mwangalie muumba wako. Shikilia Yesu. Na utafikiria kile ambacho Mungu amekusudia. Anakuwazia leo mema. Wewe ni mzuri. Wewe una uzuri wa kila namna ndani yako. Jikubali. Nataka ujitambue. Utakapofuatana na mimi utajitambua katika kusudi hili ambalo Mungu ameweka ndani yangu, ili nimvushe mtu aliyebeba kusudi. Wana wa Israeli walikuwa waende kwa muda mfupi sana, lakini walizunguka mno. Walizunguka. Wakafia jangwani wengi tu. Hata Musa mwenyewe kule Kanaani hakufika. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa ni mzuri. Kusudi la Mungu likuwapeleka wote Israeli, wana wa Israeli kuwapeleka Kanaani. Lakini nini kinawachelewesha? Sasa mimi Bwana amenipa neema. Sio kwa nguvu zangu, kwa uweza wangu, kwa kujivuna kwa chochote, ni neema tu. Kwamba wewe ambao umebeba kusudi la Mungu ndani yako, lazima kuvuka. Ameweka mamlaka ndani yangu kuangusha, kuharibu, kubomoa kazi za yule mwovu, ili usimame imara katika kusudi lake. Umtambue Yesu Kristo ni nani. Ujitambue wewe ni nani katika dunia hii. Wewe ni mtawala. Yesu amekuweka mahali. Ukinifuata vizuri katika mafundisho yangu utanielewa sana. Tusipojielewa wana wa Mungu, tukaelewa neno la Mungu, shetani alitupeleka anavyotaka. Mimi nilipokuwa sijui neno nilipelekwa sana. Nilizunguka sana kwenye makanisa mengi. Unaenda mahali unafikiri unaenda kanisani, kumbe unaenda kwa mganga. Lakini ukilijua neno, kama umesikiliza shuhuda zangu vizuri, nilisema nilipomwona Yesu Kristo akasema akajifunua kwangu na akanipa mfano halisi kwa jinsi gani yeye anavyokuwa neno. Nimeuelezea. Ukiingia kwenye YouTube utanikuta. Utaona. Na ukiweza kuja kwenye huduma pia ndio kabisa. Kusudi la Mungu, mwana wa Mungu, lazima litimie kwa wakati kwenye maisha yako. Adui yuko, anajua kuna kitu kizuri Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Anajua kuna karama, kuna vipawa ndani ya maisha yako. Anajua Mungu amekusudia furaha, upendo, amani, kila kitu chema ndani ya maisha yako. Lakini nia yake ni kuhakikisha anakupeleka kwenye huzuni. Mimi zamani nilikuwa ni mtu wa huzuni nyingi sana. Kwa kuwa sikujua neno, sikumjua Mungu. Sikuweza kutembea kwenye kusudi la Mungu. Safari yangu nayo haikuwa ndogo. Nilipita kwenye mapito mengi sana. Lakini nilipomwambia Baba nimetii kutembea katika kusudi lako, nimeona vitu vikiwa tofauti sasa, na nimeweza kujitambua na nikaiona ile neema kwa njia tofauti kabisa. Nilikimbia kusudi hili la Mungu, nikaenda kufanya shughuli zangu, nikaendelea na kazi zangu.
Nikavunjwa, baba akaruhusu adui akanivunja mguu. Niliporudi magotini nikamwambia baba, alinionyesha kabisa usiku wake kabla sijavunjika kwamba kuna hicho kitu. Na kwa kuwa nilikuwa naamka mapema kumwaisha mtoto wangu shule, sikuweza kuomba sana, niliamka na kujiandaa haraka na kumwaisha mtoto kwenye gari. Na wakati mtoto anaingia tu kwenye gari mimi navunjika mguu. Nikamwambia baba, ungeweza kunizuia? Akaniambia sijakuzuia Frida, kwa sababu umekopa kusudi langu, nataka ukae chini unisikilize. Nilipokaa nikamsikiliza, nikamwambia baba, nimesarenda. Mapenzi yako yatimie baba, sio ya kwangu bali wewe utakavyo. Mambo yote yaliyokuwa yananipa furaha mimi kwa mimi kama mwanadamu, nilikuwa naona mambo yao yananipa furaha, yananipa raha. Nikamwambia baba, nimeweka pepe. Baba, mapenzi yako yatimie. Nilikuwa naona nikifanya kazi, nikiajiriwa, nikipata pesa zangu ndio nasikia raha, nifanyie watoto wangu hiki, niwafanyie kile. Lakini ameniambia, nikamwambia baba, sasa niache vyote nifanye kazi yako, itakuweje hapa na hapa? Ni ushuhuda mrefu. Na vitu vyote alivyoniahidi nimeviona mimi. Nikatii, nikamwambia baba, nimesarenda. Na ajabu, nilipotii tu, ule mguu nilienda hospitali, na mimi aliponiambia kwamba umeshaponywa, nikaenda hospitali nikaambia madaktari, toeni ili hizi POP kwenye miguu. Nilikuwa natembelea yale madude mawili hivi kama kilema kabisa. Sasa wakaniambia, mama, haiwezekani, wewe sio mtoto mchanga, tumefunga tu POP juzi unasema tutoe. Nikamwambia, mimi Mungu ameshaniponya, nilikuwa na mambo yangu na Mungu, wewe nenda katoe POP. Wale madaktari wakasema, mama vipi? Basi kama ni hivi, twende tumpeleke kwenye ultrasound tuangalie hicho kitu unachoongea, kwa sababu sisi hatujui kazi. Walinipeleka kwenda kunicheki, wakaniambia huu mguu kama haukuwahi kuvunjika. Nimetoka pale hospitali na madude yangu nimebeba, nimeweka juu. Utafikiri kule kulikuwa ni kanisa sasa. Watu wanashangaa, mpaka madaktari wanashangaa, alo. Lakini ni Mungu. Na mimi nikamwambia baba, nimesarenda. Lakini mimi nikaona kabisa, nikamwambia Mungu, yani sikutazama tena furaha yangu, vile vitu nilivyokuwa naona vinanipa furaha, vinanifanya nakuwa na watu kama ninavyopenda mwenyewe na nini. Basi nilipoamua kumwambia Mungu mapenzi yake yatimie. Mwana wa Mungu, unapomwambia Mungu mapenzi yake yatimie, anaanza kufanya vya kwako, wala usijistress. Vya kwako vinaenda kimoja baada ya kingine. Nilipoanza safari ya kuanza kuyafanya mapenzi yake, niliona maajabu. Nikakumbuka lile neno Yesu Kristo alipomwambia baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini sio kwa mapenzi yangu bali utakavyo wewe Mungu, utakavyo baba yangu. Ukisoma ile Luka 22:42 pale, Yesu akasema baba, ikiwa mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Na ukiendelea kusoma hapa anasema malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Kumbe tunapoacha kufanya mapenzi yetu tukafanya mapenzi ya baba, kuna kutiwa nguvu. Mwana wa Mungu, ni wakati wa kutembea katika kusudi. Ni wakati wa kutembea katika kusudi, hasa kuanzia mwaka wa 2020. Nilisema tangu mwanzoni, ni kipindi ambacho tunatakiwa watoto wa Mungu tutembee katika kusudi la Mungu sawa sana na mpango wa Mungu. Na ikiwa kutakuwa wabishi, kuna kupigwa. Mimi namshukuru Mungu pale mwanzoni kabisa. Pale mwanzoni kabisa akaniweka sawa. Na mimi nimwambia baba, nimesarenda baba, nimesarenda Frida, nimesarenda binti yako. Mimi nipo kuifanya kazi yake, mapenzi yake kwangu yatimie, na ndio mstari wa kusimamia katika huduma yangu. Ni huduma ambayo ni God's Purpose Ministry, kutembea katika kusudi la Mungu, mwanadamu kutembea katika kusudi la Mungu, na vitu tunavyoongea kwenye huduma ni kwa habari ya ufalme wa Mungu, kutembea katika kusudi la Mungu. Na utatusikia tukiongea kwa habari ya Yesu Kristo sana, ambaye ni neno ambaye alinitokea akanifunulia neno lake lilivyo na nguvu. Neno lake kwamba ni yeye, na mimi safari yangu ni yeye, na utumishi wangu ni yeye, na kila kitu ni yeye, na sina kingine zaidi yake. Yeye aliyeweka msingi, na mimi katika msingi ule, mimi ndio naitenda kazi ambayo ameniitia katika kuhakikisha watoto wake kusudi lake linatimia ndani ya maisha yao. Ni wewe kuamua, mtu unayenisikiliza, na kusema ngoja nimsikilize mtumishi wa Mungu, na mimi nimezunguka sana, nimefanya hivi na hivi, acha nitembee katika kusudi la Mungu. Kwenye kusudi la Mungu, katika kuandaliwa kuandaliwa kuna mapito kuandaliwa kuna changamoto. Usiruhusu changamoto zile zikutoe. Kusudi la Mungu kama nilivyokuambia linaambatana na neno. Angalia lile neno, utembee nalo, utafika katika safari yako. Lakini ukianza kuangalia pembeni, utazama. Petro alipoanza kuangalia pembeni, aliambiwa na Yesu Kristo, njoo tembea juu ya maji, akatembea. Alipoanza kuangalia mawimbi, akaangalia maji yamezidi, akaangalia upepo, akaanza kuyumba.
Ukiangalia neno la Mungu utakuwa salama. Angalia kile kitu Mungu alichoongea, usiangalie wanadamu, usiangalie mazingira. Angalia neno la Mungu alilosema katika kusudi lake. Utafika salama. Na mwisho tuna uzima wa milele. Ninawapenda sana sana sana, mtaendelea kunisikia wakiongea kwa habari ya kusudi la Mungu. Tufuatane pamoja. Ninawapenda sana sana sana. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe.